Kako kisomani kitabutab Taunet, Genesis. Taunet kurgenyi ko 41. Page 44. Page 44. Taunet kurgetab 41 koitenyi ko 37 agoi 45. Agoi 45. Ngoliot nekitononi rani komwoe kole I kamang'unet, you are the hope. I kamang'unet eng ole imi. Anan I kamang'unet nebo ng'undet nguni. Kaunyoru 45, page 45. Ngebo kalenjin onyorchini page 45. Page 45. Akimyein ng'olionotok eng taitab Farao ak eng otwogikyik tugul. Akilenji Farao otwogikyik, kimuktono kenyor chito neu chichi, netinye tamirmirietab kamuktoindet. Akilenji Farao Joseph, amu kakoborun kamuktoindet chotok tugul, mamnyanyun age netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Inye nekebou konyu. Sorry. 39. Akilenji Joseph, amu kakoborun kamuktoindet chotok tugul, mami anyun age tugul netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Inye nekebou konyu kou ng'olyondeng'ung, kokebou bikyuk tugul. Kobate ng'echeretab laitornatet, ko ane neo eng inye eng noto. 41. Kilenji anyun Farao Joseph, kero, kandein ibou emet komugul nebo Misri. Ak kinemune Farao eunyi beteit nyine nebo ng'okset, ak konde eutab Joseph ak kolelesonji inendet eng ngoroikyik che kororonen chebo katanit. Ak konde sirimdo nebo thahabu katinyi. Akikochi Farao Joseph kolany karinyi nebo oeng nekitinye. Akipoldos biik eng tainyi kolen okutuny, akinde inendet koboi emet komugul nebo Misri. Akilenji Farao Joseph, Farao, ang maimuchi chi koito eunyi anan keldonyi eng emet komugul nebo Misri. Amaichomchi. Akikure Farao Joseph Sebanat Panea. Akikochi kotun Asenat cheptab Potipera, tisindet nebo On. Akiwendat Joseph kubunot emetab Misri. Ngeketyige 37 ak 39. Akimyein ng'olionotok eng Farao ak eng otwogikyik tugul. Akilenji Farao Joseph, akilenji Farao otwogikyik, kimuktono kenyor chito neu chichi, netinye tamirmirietab kamuktoindet. Kimuktono kenyor chito neu chichi, netinye tamirmirietab kamuktoindet. Joseph ongen komye atindoniotnyi ole king'ete Joseph akoi yo kimi. Kangoetu Joseph eng kap Jakobo ak werik 11 chetupcho, kotoi kotinye Joseph tamirmiriet neter eng biik tugul chekimi konywa. Kot koit betut nekiyam ng'etkonda werik chetupcho, akot Juda, akot Ruben ak alak, akitya keyai mpango kealda kwa emetab Misri. Kitakibore koron kekipangan kele kimoche kebar. Lakini komyeit kingokaketorchi keringet, ko kimakomi beek keringet. Kokangokaketorchi keringet angot komi kimnene, kobwa Ismailik chekibendi koretab Farao koyoe biashara. Komwochi Ruben kolechi kosir kebar weri konon kialde.
Kialda Joseph kwa koretab Farao. Kangoit Joseph koretab Farao, ipkesir kasi eng Potiphar. Kosir kasi chi nekikure Potiphar ak kokochi boisiet koboi konyit tugul. Nekamwa eng yo makisoman kole kitesak tugukab Potiphar ak kotesak mokornotenyi. Kitun kityo kobit koimutiet kangokakobut atebosiekab osotiatab Potiphar. Ak ityo kokochi katamset Joseph ipkeker Joseph eng korkoret. Kangokakeker eng korkoret Joseph, kotun kolel kiboitinikab Farao chekibo chiket, biik chekicham kokwong'chin Farao. Kolel, kangolel kimut kobwa korkoranato, kikeringet, korkoret ko kikeringet. Nyikeker bichoto, kangotokomi korkoret kiboitinikab Farao korwotito. Korwotyi age tugul nenyi kotebe Joseph subui kolechi kokirwotite. Kolechi tos imuchi iwalu karwotitosiechoto, kolechi Joseph amuchi. Kolechi inye kipkikortotin yekaimande eng yu. Inye ipkiwekyin boisieng'ung. Ak ityo komwochi nekakilechi kiwekyin boisiet kole yetun keit taitab Farao imwaita. Imwochi Farao ilechi mi chito nekikiker nematinye lelut. Kwa chichikan baada ya siku 3 kenam chito nekibo lelutiet kikartat. Kenam nekimotinye lelutiet kiwekyi boisiet eng Farao. Akotebi kenyisiek chechang kot koit kurwotito Farao kou yekirwotito bichu kiche. Kangokakorwotito Farao kekur chepsokeinik tugul chebo emetab Misri. Kekur ng'omutik tugul chebo emetab Misri, biik che ng'omen, biik che kikuitos. Biik che kikuitos ng'omnotosiekab emetab Misri. Kekur bichoto kelechi obwa owalu karwotitoetab laitoriat. Nimesema kwamba wakati mfalme alipoota ndoto, wale wasomi wote wa nchi wa Misri wakaitwa ili wapate kumweleza mfalme maana ya hiyo ndoto. Wasomi wote ambao walikuwa pale, watu ambao walikuwa nasoma nyota, watu ambao walikuwa wamesoma vitu tofauti tofauti wakaitwa ili wamweleze mfalme juu ya ile ndoto. Lakini kwa bahati mbaya hakuna mtu ambaye alipatika ambaye aliweza kuitambua ile ndoto. Wakati mambo iliposhindikana, yule jamaa ambaye alikuwa pale korokoroni akakumbuka Yusufu. Na wakati alipokumbuka Yusufu, akamwambia mfalme kuna mtu katika gerezani ambaye alitafsiri ndoto yangu wakati nilikuwa pale. Kwa sababu ilikuwa imeshindikana katika nchi. Hebu fikiria nchi iliyokuwa na nguvu wakati huo duniani. Tunaweza tukafananisha sahizi na nchi ya China, nchi ya Marekani, na hata nchi ya Russia. Kwa sababu wasomi wote walikuwa katika nchi ya Misri. Lakini wakati waliposhindwa, Yusufu akaletwa. Na wakati alipoletwa, tukafika pahali ambapo tumesoma siku ya leo. Ambapo mfalme alimuuliza Yusufu kama anaweza akatafsiri ndoto. Lakini kuna mambo Yusufu alisema kabla sijaeleza kwa upana. Turejee 41 aya la 14. 41, tunarudi tu katika ukurasa wa 44, page 44. Page 44. Nitasoma kwa Kalenjin alafu mpatilie katika Biblia zenu. Kiyokta anyun Farao eng yoto kekur Joseph. Ak kikimong inendet eng keringet kechokune. Ak kinem tamnet ak kowal ngoroikyik ak kwo ole mi Farao. Ak kilenji Farao Joseph, kwarwotyi karwotitoet, mabit chi nekoimuch kowech. Ak kwakas akobo inye kele ngikas karwotitoet imuchi iwech. Ak kiwolchi Joseph Farao kolenji, maboto ane. Ikochin kamuktoindet Farao walunet nebo kalyet. 16. Ak kiwolchi Joseph Farao kolenji, maboto ane. Ikochin kamuktoindet Farao walunet nebo kalyet.
Wakati Yusufu alipoletwa katika mbele ya mfalme na akaulizwa ya kwamba, je, unaweza ukatafsiri ndoto yangu? Yusufu akagiri ya kwamba mimi sina uwezo. Mabotane kwa kasoleka sertangole nyigole ne. Mabotane sio mimi ndio naweza nikatafsiri, bali Mungu atampatia jawabu mfalme. Na wakati ilipofika ya kutafsiri hiyo ndoto, tukafika pahali ambapo tumesoma mfalme akisema kwamba tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anaishi ndani yake. Hili neno imenifanya nianze kufikiria katika nyakati tunapoishi, kwa sababu tuko na shida nyingi katika ulimwengu. Tuko na shida nyingi katika familia. Tuko na shida nyingi katika nchi. Na dunia inauliza kwamba ni nani aliye na uwezo, ni nani aliye na nguvu, ni nani aliye na nafasi ya kuleta suluhisho. Kanisa la Mungu, waje na waeleze, kama Yusufu angekuwa nyakati hizo, watu wangeangamia kwa njaa. Kwa sababu hii mfalme ama hii ndoto ambayo mfalme aliota ilikuwa ndoto ya kuweka nafaka ili watu wasife kwa njaa. Kwa sababu Mungu alikuwa ameona mbele na akaona kwamba kutakuwa na miaka 7 ya mavuno na vile vile kutakuwa na miaka 7 ya upungufu. Na mfalme akaletewa hiyo jambo kupitia kwa ndoto. Na wakati wale wasomi walipoitwa wakashindwa kutafsiri hiyo ndoto, ndiposa Yusufu akaja na akamwambia mfalme kwamba hii ndoto ambayo umeota ni ndoto ya nafaka ambayo itaifa kwa muda wa miaka 7, na baada ya miaka 7 kutakuwa na njaa. Na tunahitaji mtu ambaye ataiweka, ataipanga hinji, atairatibu hinji ili inji isiangamie kwa sababu ya upungufu wa nafaka. Na yule mtu ambaye alieleza hayo ni Yusufu. Waja niwaeleze, hii haikuwa ni utafsiri wa mbinguni, ni gogimo kwa roruti kibo kipsengwet. Ilikuwa ni mambo ya ujume. Mungu notho kwe kigimoje kepanga neme soko bito mitwogik. Haikuwa ni kueleza watu waende mbinguni. Kwa sababu wakati unajua kuna tofauti kati ya hii ndoto ambaye Farao aliota na ile ndoto ambayo Nebukadneza aliota. Kwa sababu ya Nebukadneza ilionyesha jinsi mafalme wa dunia itakavyoenda. Lakini hii ya Farao ilikuwa ni mambo ya ujumi. Kuna mafuno ambayo itaipa Ruto spande, lakini tunataka mtu ambaye atatueleza jinsi ya kuweka hiyo nafaka. Na wa ujumi wangefanya hivyo kwa sababu kulikuwa na wasomi. Kulikuwa na wasomi, kulikuwa na watu ambao walikuwa na ujuzi wa kufanya kazi. Na hao ndio wale ambao wangeipanga ndio wapate nafaka iwekwe. Lakini kwa sababu hakukuwa na mtu kama huyo katika nchi ya Misri, yule ambaye aliweza kufahamu ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndiposa nikasema siku ya leo, watu ambao wataleta suluhisho katika shida ya ulimwengu ni Wakristo. Angot komi biik nane chemuch koek kamang'unet eng dunia ni ko biikab Jehova. Amache kasinai komie. Angot komi biik, kama kuna watu ambao watakuwa suluhisho, kama kuna watu ambao wataleta mafanikio katika ulimwengu, ni watu wa Mungu. Na ukisoma katika Biblia, hadithi zote za Biblia, wale watu ambao walisaidia ulimwengu ni wale watu ambao ni watu wa Mungu. Ninasema hivi kwa sababu Wakristo ndiye roho wa Mungu anaishi ndani yao. Wakati Kristo alipokuwa anaelekea mbinguni, wale wanafunzi wakamuuliza Yesu, sasa tumekaa pamoja na wewe kwa muda wa miaka 3. Tumekusoea, umetulisha, umetufanya hata angalau tuwe na amani. Na sasa unataka enda mbinguni, utatuajia nani? Yesu akamwambia, sitawaaja kama watoto wa mayatima, bali nitawatumia Roho Mtakatifu ili apate kuishi ndani yenu. Na wakati Roho Mtakatifu atakapoishi ndani yenu, mtapata nafasi ya kufahamu
vitu vya mbinguni na mtapata nafasi ya kuibadilisha ulimwengu. So wale ambao watabadilisha mambo katika ulimwengu ni wale ambao Roho wa Mungu anaishi ndani yao. Biik cheibu walet eng dunia, biik cheibu walet eng gaa, biik cheibu walet eng sobonwekwak, biik cheibu walet eng kokwet, biik cheibu walet eng emet, ko biik chemenye tamirmirietab Jehova. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, wale ambao watabadilisha maisha yao, wale ambao watabadilisha familia zao, wale ambao watabadilisha pahali ambao wanafanya kazi, wale ambao watabadilisha vijiji, ni wale ambao Roho wa Mungu anaishi ndani yao. That is why Yusufu alipofahamika ya kwamba Mungu anaishi ndani yake, ama Roho wa Mungu anaishi ndani yake, alipewa majukumu. Hebu tazama majukumu ambayo alipewa. Kile boisioni kikokikochi chichoto. Tatinae. Akilenji Farao Joseph, amu kakoborun kamuktaindet choto tugul, mami anyun age tugul netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Inye nekebou konyo, ak kou ng'olyondeng'ung ko kebou bikyuk tugul. 44. Inye nekebou konyo, ak kou ng'olyondeng'ung ko kebou bikyuk tugul. Nasema hiyo jukumu ambaye mfalme amepeana. Hebu tazama jinsi mfalme amepeana mamlaka ya kwamba kuanzia siku hiyo yule ambaye atatawala katika familia ya Farao ni Yusufu. Yule ambaye atatawala watu wote wa Misri ni Yusufu. Yaani ukisoma hiyo unashangaa mfalme amepeana watu wake atawaliwe na Yusufu. Na sio kwa mambo mengine, ni vile tu Mungu anaishi ndani yake. Ndio akasema kwamba wewe ndio utatawala familia yangu. 40. Inye nekebou konyu kou ng'olyondeng'ung ko kebou bikyuk tugul, kobate ng'echeretab laitornatet ko ane neo eng inye eng noto. Kilenji anyun Farao Joseph kero, kondei nibou emet komugul nebo Misri. Tazama jinsi Yusufu ameinuliwa. La kwanza anatawala familia ya Farao. La pili anatawala inji, anatawala watu wa Misri. La tatu anatawala inji yote ya Misri. Kokoboi koret tugul, emet tugul kokokinde eunekab Joseph. Tuendelee. 41. Kilenji anyun Farao Joseph kero, kondei nebo emet komugul nebo Misri, ak kinem Farao, ak kinemune Farao eunyi beteit nebo ng'okset, ak konde eutab Joseph, ak kolelesonji inendet eng ngoroik chekororonen chebo katanit, ak konde sirimdo nebo dhahabu katinyi, ak kikochi Farao Joseph kolany karinyi nebo oeng nekitinye. Ak kikochi karit namba ata? Karit namba aeng. Ile gari ya kwanza tu ndio ile ambayo imepakia mfalme. Otherwise gari ya pili amepewa. Amepewa atawale inji yote ya Misri. Na ukisoma pale nyuma anaambiwa ya kwamba kuanzia siku ya leo tayari amepewa signet ring. Signet ring ni ile muhuri. Ni ile muhuri. Umeona wakati rais anaweka sahihi kuna ile muhuri, seal. Tayari Yusufu amepewa. Amepewa gari na amepewa nchi. Na mimi unaona jinsi inavyoenda. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa korokoroni. Huyu ni mtu ambaye ametolewa kwa shimo. Kakini mujiji kubungiringe torido sinyemele gomiwe. Mtu ambaye alikuwa kwa shimo. Lakini kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa anaishi ndani yake, ametolewa mpaka ameanza kuwa mfalme wa Misri. Waje niulize swali. Kama Wakristo wanalia kwamba kuna shida duniani, nani atatatua? Angot ko ngairani kewaktosi tugul koboto biik chemongen Jehova, ko ng'o nekonu suluhisho eng emoni?
Kama sisi tunalia kama wale ambao wajui Mungu, sisi ndio tunalalamika kama wale ambao wajui Mungu, ni nani ataleta suluhisho katika ulimwengu? Kanisa la Mungu. Kama kuna watu ambao ulimwengu, mbingu inawategemea, ni sisi. Angot komi biik chekere kipsengwet ako tinye kamang'unet kipsengwet konyagane. Mongetebi kou biik chemaingen Jehova. Mongetebi kou biik, tusikae kama watu ambao hawajui Mungu. Tusikae kama watu ambao hawajui ya kwamba Mungu amewapatia nguvu ya kuitawala ulimwengu. Kuna sehemu katika Biblia ambayo inasema kwamba yule ambaye anaishi ndani yetu ni mkubwa kuliko yule ambaye yako wapi? Kalo nemnyorinya kusiri nemnyono. Nemisa. Huyo ambaye anaishi ndani yetu ni Roho Mtakatifu ambaye Kristo alitupatia. So inabidi tufahamu ya kwamba suluhisho ya vitu ambayo inaendelea ulimwenguni iko mikononi mwa Wakristo. Ukifika inji, ukifika sehemu ambao watu wanatateseka, utawauliza wapi Wakristo? Wapi watu ambao Mungu anaishi ndani yao? Ngorobi kemenye Jehova urinywa. Ngorobi keiboti Jehova ingorinywa. Kwa sababu kama kuna watu kama hao, bila shaka dunia itapata suluhisho. Na hii tumetoa mfano wa Yusufu. Vile vile kuna mfano wa Danieli. Ukienda katika kitabu cha Danieli, hatutasoma sasa. Unaona ya kwamba wakati shida ilipotokea katika nchi ya Babiloni na nchi ya Pasha, wala ambao walileta suluhisho ni Danieli na marafiki zake. Kumaanisha, unajua hakuna homi ambayo iliombwa na sijui kama imetimia. Kale wananyone migipsengwe tengolia. Agolia. Ngonyongo ine. Kiko itana ndoma ba uno tana da. It seems we are not sure. Gut komi ana mami ba uno tana. Mi komnyeno. Hiyo ufalme iko wapi? Kwa sababu Yesu alisema kwamba hiyo ufalme hamtaona kwa macho ikishuka. Waje niwapatie jawabu. Ufalme inaishi kwa Wakristo. Mamenye tuluno gaptindire. Menye mugulel we gabi. Pauna te kuma menye goret, menye biik mauna dagwe. So ufalme wa Mungu inaishi ndani ya Wakristo. So wakati tunapotembea, tujue ya kwamba tunatembea tukiwa na ufalme ndani yetu. Nguni yokwe ko momwa ule nenyo serikali ita nalene bichu bagorone yo. Kuko ibote serikali ita barabara. It is an ideology. Mauna danye, an ideology. Ako ngimi soret mangumeli nenyo serikali. Ako manis nengung serikali mauna danye manamu nengung serikali ma. Lakini iboti inde imeti sigeger kele iboti serikali. Kakityo ngap kolaji ngoriet ne ka yellow kele ka kabartake nibuch. Anibu serikalit ko kabwatutik. Mauna. Hivyo ndivyo katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu atungojii mpaka tuone kishuka. Hatutangojea tuone kama imesimama pale juu. Ufalme wa Mungu inaishi katika binadamu. Ndiposa wakati Yusufu aliposimama mbele ya Farao, na mjue huyu Farao yeye alikuwa Mungu. Kwa sababu katika utawala wa Misri, mfalme alikuwa Mungu. Na mnakumbuka wakati Musa alipokuwa anataka kutoa wana wa Israeli, ama wakati Musa aliporudi kutoka jangwani, akasema ya kwamba Mungu amenituma. Farao akamuuliza, Mungu yupi? Kwa hiyo Jehova ngono. Kwa sababu yeye alikuwa Mungu. Akasema mimi ni Mungu na sijui Mungu mwingine. Kumaanisha wakati Farao aliposema ya kwamba huyu mtu roho wa Mungu anaishi ndani yake, alifahamu ya kwamba kuna Mungu ambaye amenishinda. Kuna Mungu ambaye ako na nguvu kunishinda. Ndipo akasema ya kwamba waje huyu mtu atawale kwa sababu amenishinda kama Mungu. That is why alisema kwamba hii ufalme tu sitakupatia. Kiti cha ufalme utanipakia. Lakini inji yote nimekuachia utawale, watu wangu nimekuachia utawale, lakini usinitawale tu kwa sababu mimi ni Mungu. Ndipo sasa nikauliza, kama kuna ufalme wa Mungu katika ulimwengu, angot ko iman mi baunatetab Jehova ingundet. Kigenyisi kegera huyo. Inabidi tushuhudie nguvu wa ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Yeimiga wakati uko nyumbani,
hiyo ufalme ionekane. Wakati unapokuwa pahali unafanyia kazi, hiyo ufalme ionekane. Wakati unapotembea kila pahali, hiyo ufalme ionekane ya kwamba hawa ni watu wa Mungu. Ndiposa nikasema kwamba sisi ni suluhisho katika matatizo yaliyo ulimwenguni. Kama kuna wakati dunia inalia, kuna wakati dunia inangojea watu ambao wataleta suluhisho, ni wakati huu. Na hiyo suluhisho ninashukuru Mungu kwa sababu bado kuna kanisa. Bwana asifiwe. Na kanisa ni suluhisho ya matatizo yaliyo ulimwenguni. Kwa sababu wanaongea na Mungu. Mungu anaishi ndani yao. Wao ndio wanajua jinsi ya kuishi, jinsi ya kukaa na Mungu, na wao ndio suluhisho katika. Wacha tumalizie kitabu cha sitaeleza, lakini tusome tu alafu tumalizie maneno ya Kristo mwenyewe alivyosema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5. Kristo alinena pale kuhusu mlango wa 5 aya la 13. Mathayo mlango wa 5 aya la 13. Hili ni neno ambalo Kristo aliwajia wanafunzi wake alipokuwa anawanenea. Page 886. Hilo ni andiko la mwisho alafu tumalize. O munyukab ing'ony, ako ngobet anyinyindab munyu kotakenyorundoi anyinyindonyi. Kobo yoto komakotile kiy, ako kitumdo akotyekat biik. O lapkeiyetab ing'ony, makimuchi kewuny nganaset nemi tulwet barak. Ak mainome biik tait akonde kitonget orit, ako indoi kit netonone, ako kwengyi biik tugul chemi ko. Ongolu lapkeiyeng'wong kounotok eng taitab biik, sikomuch koker boisionikwak chemiachen, sikilos kwandang'wong nemi kipsengwet. Bwana asifiwe. Verse 16. Ongolu lapkeiyeng'wong kounotok eng taitab biik, sikomuch koker boisionikwak chemiachen, sikilos kwandang'wong nemi kipsengwet. Tunaishi katika wakati ambapo dunia inatafuta uwema. Cheng'ong'ondet mieinda. Na wale ambao uwema inapatikana maishani mwao ni wa Kristo. Kama kuna wakati ambapo watu wanatamani waone Mungu, ni wakati huu. Haswa wakati ambapo kuna shida nyingi na mchanganyiko katika dunia. Unajua kwamba tunaishi katika wakati ambao watu wameanza kupoteza tumaini. Kimengeishi ngiche kikakobet biik kamang'unet. Juzi tumeuliza hao vijana wadogo ambao wako katika miaka 20. Nimesikia wengine wakiongea. Wanasema kwamba tukipatika tu tuishi miaka 40 hiyo itatutosha. Kole ndoke luge sabu ko tartam ko yame joda. Ko kole neji joda nya. Magotulugi solinge bendi ana kole neji joda. Kala ko ndonyor wartam kityo kolyo. Koyama. Wartam ko kakoyai neji joda ka nyinge mone. Kile biik lai bigin sat. Kole tabuge sabet ngartam. Ko kole jito ko ndai tartam kakolya joda. Yola kayama joda. Amache soe bi, nataka msikie. Nataka muongee na watu wadogo. Nataka muongee. Ama isoe bi toka lugha inayoishi bijoda. Wanaongea wakisema kwamba hii maisha haina maana. Kwa sababu ukisikia jinsi wanavyoongea, mawazo ambao wamepewa, wengi wamechanganyikiwa. Na sisi kanisa ambao tunawaambia wako kwamba pale mbele bado kuna maisha mazuri. Takumisa bene kararan dai. Akun matin kayait betutab raini. Kulion betutab mutai. Mnajua nilisoma juzi andiko ambayo nilikuwa sijasoma na nikatilia maanani. Na ikasema kwamba the mercies of God are new every morning. Lela jeri renoshekab Jehova ingorone tage tugul. Kumaanisha mbele ya Mungu neema ya kila siku ni mpya. Tugu kikoborani kolela jenje bo uya. Chebo mutai. Na hiyo ndio tumaini ambayo inabidi tuwapatie watu wa kwamba hata leo ikishindikana leo kuna bogo imeni mwa gongoi mauna tanye ile gongoi ka kwa bitu na utakolia
Makakwang mele nyenye betunoto. Ko ngingete karon subui inget with tol kokenamchi barak eun akile Jehova kakoit betut nelion ne kararan. Na hiyo ndio inabidi tuambie watu wa kizazi hiki ya kwamba wakati unapofika siku mpya, hiyo siku ni mpya, sio kama ile ya jana. Na shetani tayari amewawekea kisuizi ya kwamba the next 20 years itakuwa shida kuliko leo. Ako mau na wata sobe. Ako tinye menge ninye kingot Kenya kimo ko uyat Kenya. Ane raini makai kai. Kai kai. Kuchin chinindo ninge nyola kai kai karon mau na wata kwa. So inamaanisha tukumbushe watu ya kwamba kesho itakuwa afadhali. Hata ingawaje kuna changamoto siku ya leo, ingawaje kuna shida, ingawaje kuna kisa, lakini kesho, tukifika kesho, tutaona mambo mazuri. Tutaona tumaini ya kesho na tutapata nafasi ya kufurahia. Ndio tuwapatie watu tumaini waishi kwa ulimwengu. Hata waishi wakati ambapo tunaishi, shetani amwambia kwamba hii dunia haina mema, hii dunia haina mafanikio, hii dunia haina vitu vizuri, waja tumalize twende. Na tunaenda wapi? Wewe ndio nyeji jawatawala. Kwa sababu pale kuna tumaini tu ni mbinguni. Bali pengine jehanamu na kila sehemu, hiyo ni sehemu ya shida. So ndio pasa tunapiti tuambie watu ya kwamba hii maisha ni maisha nzuri. Kararan sobone. To mogerchi ne kirugut rani, maamis rani ako barke kula ame amu mami chebo mutai. Kyonyoru chito ne unoto kwe. Ako ndogir rani kemoche kebarke amu mami chebo mutai amu tom koyai. Lakini sikele yeye jemet kelio ngora. Kiamishe na tutapata nafasi ya kuishi. Ndiposa wala ambao wanaweza ukawapatia tumaini ulimwengu ni wa Kristo. Amaja wasoma kutake soma lugo hicho. Nataka mnunue Biblia na msome Biblia. Kwa sababu watu wengi wamepoteza tumaini katika maisha. Wengi wameanza kuona pale ambao tunaelekea kana kwamba huko mbele hakuna matumaini. Lakini neno la Mungu linasema kwamba huko mbele ni afadhali kuliko leo. Ako imani? Kai yunge mindi kusirudi kebunu. Ako tunda uitu mising akebe kipsengwet kulio kipsengwet kora kai kusiro li kebunu mau noto kwe. Amusi yenda kako uitu mising akebe kipsengwet kora kenyoru nabas ne kararan mau noto. Lakini ndakiwekte kebe ole kibunu. Ndakile jirani iweke 20 years chekimi kumeyoni iweke. Amu ingen tabushek tugul chekimyono. Chekimyolot. Lakini ndakile jin witai adiwe ta amu tom ko patabushek tai mau noto. Takomi tu kemya jendai. Tabushek ko chukikibunu. Ko tai yung kibendi ko mami tabushek kemita. Amu tom konde jitabushek choto tai. Bwana asifiwe. So tuwe tumaini katika ulimwengu. Yake ka speak yengono ole kumwoe kole ya 2027. Ile kararan 2027. Mau noto nye. Au kararan 2032. Au kararan 2037. Au kararan 2062. Mau noto. Kararan ne jun tugul chung kebendi. Kamoche kongem ngonye bicho choto kai. Ngeme ngo. Mie une kwa mngoi une boshoni choto. Sini Mungu. Na Mungu hawezi akaribu vitu vyake. Mungu hawezi akaribu watu wake. So tuambie watu wa kwamba huko mbele ni mzuri. Kararan ndai. Sema siteke benda togi ko kigilu ko girogen kitabot kutku wama kumile kebendi. So tuwe na tumaini katika maisha. Wakati Yusufu alipoitwa, nchi ya Misri ikapata tumaini. Na nchi ya Misri ikapata why, na nchi ya Misri ikaona mbele ya kwamba huko mbele ni mzuri. Bwana asifiwe. So nawatakia baraka za Mungu. Kila pahali uleimi, kila pahali unapoishi, uwe tumaini. Mauna mmoja wasoma kabisa. Yoga so ngalal bi ngalek chemeyotin. Ile je magmeitosi kisaptosi mauna nye. Yoga so ngalal bi ngalek negative ile jamana. Moje chokyo. Atununu hiyo moje chokyo ngale joto. Aje ngingele micho ngajireta blaiton na ted na Mungu ndiye Mungu wetu na tutaishi kwa sababu Mungu anaishi. Na hiyo ndio neno ambayo inabidi iishi ndani yetu. Asikobit kenyoru kamang'unet ak konyor biik kamang'unet chekikini baunatetab Jehova. Bwana asifiwe. Na tuombe. Baba wetu, Mungu mwenye enzi, Mungu mtakatifu, Mungu ulioumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Baba, asante kwa sababu dunia na uumbaji nzima iko mikononi mwako. Na Mungu, hata kama kuna vitu ambao hatuelewi, lakini neno ambalo tumeelewa, hiyo ni tumaini yetu. Ya kwamba Mungu unaishi na unakaa katika kiti cha ufalme. Na uwezi ukatolewa katika kiti cha ufalme. Ndiposa Mungu tuko na tumaini katika maisha yetu. Ya kwamba mipango yote ambayo umepanga juu ya maisha yetu, hakuna yule ambaye ataitoa. Mipango mazuri ulio nayo kwa nchi yetu, hakuna yule ambaye ataitoa. Mipango mazuri ulio nayo kwa ajili ya kanisa letu,
Hakuna yule ambaye ataifunja, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umetuumba, na wewe ni Mungu ambaye uko na mipango mazuri mbele ya maisha yetu. Na kushukuru kwa kanisa lako. Hili neno ambalo tumepata siku ya leo, utupatie nafasi ya kuwa kama Yusufu ambaye alipata kuwa tumaini katika nchi ya Misri, ili hata nasi tuwe tumaini katika familia zetu, katika nchi yetu, hata katika vijiji ambao tunatoka. Kwa sababu tumeomba kwa imani katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.